Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii ninataka niwaelekeze mbinu ambazo unazitumia au vitu vya msingi ambavyo inatakiwa uvielewe pale ambapo unakuwa unachanganya chakula kwa ajili ya kuku wako. Mfano sisi hapa unaona tunachanganya hiki chakula kwa ajili ya hawa kuku wa kienyeji. Sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho ni cha muhimu sana inatakiwa ukijue. Kwanza inatakiwa uelewe unataka kitu gani kwenye ule mchanganyo wako. Je, unataka kuku wanenepe au unataka kuku watage sana au unataka upate mayai yenye ubora, yenye kiini. Kwa hiyo lazima ujue kitu gani unakihitaji, au unataka kukuza vifaranga. Kwa hicho ni kitu cha msingi sana. Sasa ukishamaliza kukielewa hicho kitu, lazima pia uje utambue mahitaji ya kuku wako, kwamba kuku wako wanahitaji kitu gani. Sasa hapo ndipo utakutana na makundi mbalimbali ya vyakula. Utakutana na makundi ya vyakula vyenye protini, vyakula vyenye wanga, vyakula vyenye mafuta, lakini pia utakutana na vyakula. Ngoja kwanza nifunike hapa, naona hawa kuku wananisumbua kidogo. Kwa hiyo sasa haya makundi ya chakula ndiyo ambayo yatakuja kukupa wewe mgawanyo sahihi wa kuweza kuchanganya chakula chako. Yaani kwa mfano, kazi kubwa ya protini ni kwa ajili ya kumfanya kuku ili aweze kunenepa. Kwa hiyo sasa unapokwenda kwenye, kama wewe unahitaji kuku anenepe, unapokwenda kwenye vipimo vyako, vile vyakula ambavyo vina asili ya protini lazima vikae kwa uwiano mkubwa kwenye vipimo. Pengine unatumia mzani, kwa mfano sisi hapa tunatumia huu mzani. Lakini pia kuna mwingine anaweza akatumia ndoo kama hii hapa kwa ajili ya vipimo vyake na vitu kama hivyo, lakini mzani ni sahihi zaidi kwa sababu vitu vingi huwa vinapimwa kwenye. Jambo la msingi kabisa ni kwamba kuangalia makundi ya chakula yanahitajika kwa kiasi gani. Mfano kuku wanaotaga hawahitaji sana protini kwenye chakula chao, ndio maana naweza nikakuelezea kwa ufupi. Kuku wanao taga mara nyingi sana unakutaga wametoka manyoya eneo la nyuma, kama hapo unakutaga wametoka manyoya kwa sababu moja, chakula chao kinakuwa kina upungufu wa protini, na kazi kubwa ya protini pia ni kufanya kuku awe na manyoya vizuri. Kwa hiyo ama kile chakula cha kuku wa kutaga, kwa mfano ukawapa kuku ambao wanakuwa, lazima tu kuna kasoro itajitokeza kwa wale kuku ambao wanakuwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwamba mahitaji yao kuku ni kitu gani. Vifaranga mahitaji yao makubwa sana ni protini. Wanahitaji protini kwa wingi sana kwenye chakula chao. Chakula cha vifaranga huwa kinahitaji protini nyingi kuliko labda grower kuna kwa protini inapungua kidogo. Kuku wanaotaga protini pia inapungua sana. Vitu kama wanga pia vinakuwa vinahitajika kwa wingi sana. Lakini pia chakula cha kuku lazima kiwe kina madini kama vile madini ya calcium na madini ya phosphorus. Ndio maana unakuta kuna vitu kama hivi waga wanaviuza dukani. Hii hapa, hii DCP. Hizi zipo za aina tofauti sana. DCP maana yake dai calcium phosphorus. Hii inakuwa na madini mengi ya calcium pamoja na nini na phosphorus. Haya madini huwa yanasaidia sana kuimarisha mifupa pamoja na kuimarisha sana mifupa. Kuku akikosa, umeshawahi kuona kuku anashindwa kutembea vizuri. Kwa hiyo na yenyewe sasa kwenye madini hapa yanahitajika kwa kiwango sahihi, yani kiasi kwamba yakizidi ni tatizo na yakipungua sana linakuwa ni tatizo. Lakini pia kuna vitu vingine kama vile labda kama unachanganya, kuna hizi pia layer premix hizi. Hizi na zenyewe zipo za makampuni mbalimbali, lakini kikubwa
ni hizi. Unakuta kuna calcium, phosphorus pia, salt, methionine. Umeona hizi methionine. Kuna nyingine utakuta kuna lysine humu. Kwa mfano kwenye broiler premix, ukitaka kuweka ile ya broiler ni kwa ajili ya kama vile grower, unachanganya kwenye grower. Utakutana na hii methionine na lysine zipo kwa wingi, lakini humu unakuta zimepungua. Hizi na zenyewe ni protini ambazo zinakuwa zipo katika mfumo ambao umerahisishwa zaidi. Umeona? Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana pale unapokuwa unatengeneza chakula. Lazima ujue kuku wangu wana mahitaji gani, ninataka wafanyeje. Ndio maana sisi kwenye vitabu vyetu tumeweka viwango sahihi, yani mle tumeweka viwango sahihi kutokana na mahitaji yale ambayo yanakuwa yanahitajika kwa wale kuku. Kwa hiyo kwa hii video ambayo nimekutengenezea hapa ni ishara tosha. Kusikiliza vizuri kabisa utakuja kuelewa kwamba chakula huwa hakitengenezwi tu, yani uwezi ukachukua pumba kiasi fulani ukaweka, ukachukua labda mashudu kiasi fulani ukaweka, ukachukua labda uduvi kiasi fulani ukaweka. Hapana, lazima uelewe kitu ambacho unakuwa unakitengeneza. Lazima uelewe, lazima ukae mezani ujue kwamba hiki natakiwa niweke kiasi hiki, hiki niweke kiasi hiki, hiki niweke kiasi hiki. Ndio maana hata sisi kanuni zetu ambazo tumeziandika kwenye vitabu, kwenye kitabu cha broiler pia kuna kanuni ya maalum kwa ajili ya broiler. Kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji kuna kanuni nzuri kabisa kwa ajili ya hawa kuku chotara. Na ukitaka kuku hawa wa kienyeji watage mayai mengi hadi 28 ngapi, unatumia kile kitabu cha Safari ya Ufugaji. Ndio hii ambayo mimi pia hapa nimetumia. Nilikuwa na hichi kitabu hiki, sema hapa kimeloana. Hiki nilikuwa nakitumia kwa ajili ya kutengeneza chakula. Hiki chakula nilikuwa natumia kitabu ambacho sisi wenyewe tumekitumia. Mimi pia nakitumia kwa ajili ya kuwatengenezea. Nataka hawa kuku wa kienyeji watage mayai mengi ili tuweze kuya incubate. Umeona? Kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji nachojua kina hiyo kanuni. Hizo kanuni zipo kwa ajili ya vifaranga, kuku wanaokuwa, kuku wa kutaga. Tumetengeneza vizuri kabisa. Kwa hiyo ukihitaji kitabu bwana, gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna kundi la mafunzo ambalo tunaelekeza jinsi ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Ni kwamba sisi hapa tukiagiza vifaranga, jinsi ambavyo tunawalea tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, huwa tunaelekeza namna gani tunawalea, jinsi ambavyo tunawapa kinga zile za asili, tiba za asili. Hata hawa kuku pia hapa tunaelekeza. Kwa mfano waliopo kwenye kundi wanajua huu mchanganyo ambao tumeweka hapa, tumeweka mchanganyo gani na tumeweka hivi kwa ajili gani. Kwa hiyo yote inapatikana kwenye kundi. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000, ni kwa muda wa miezi miwili. Yaani ukilipia 8,000 utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Asanteni na kwaherini.